الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. zangu wa Kiislamu, inshallah katika liqaa hii kubwa kabisa, lengo na dhamira hapa leo ni kukumbushana katika mapokezi awala ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, pamoja na kuelekea katika kuichangia redio yetu adhim Voice Istiqama. Ni redio pekee katika kisiwa cha Pemba ambayo imesimama katika msimamo wa dawa ya kulingania kuwaita waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kumwabudu yeye na kumcha. Kwa kweli ndugu zangu wa Kiislamu, pamoja na uchache wa muda, lakini tutumie fursa hivyo hivyo, ni kwamba tukabiliwa na ujio wa mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila ilipokuwa ikielekea kumaliza mwezi wa Shaaban, kana yubashiru ashabahu, alikuwa akiwabashiria masahaba zake bikudumi shahru Ramadhani, kwa ujio na ufikio wa mwezi wa Ramadhani. Tuelewe ya kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi pekee katika miezi 12 ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mazingira ya ukaribu sana wa kuwakaribisha waja wake kuwa karibu na yeye na kuwafutia wingi wa madhambi ambayo wameyafanya miezi 11 iliyopita nyuma. Kwa hivyo tuelewe kwamba Ramadhan ndio mwezi ambao umebeba hiyo ibada itwayo ibada funga. Shahru Ramadhani alladhi unzila fihi alquran, na vile mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao umeteremka Qurani tukufu. Ala kul hali, kadiri ya utukufu wa mwezi huu na yale ambayo yanaambatana nayo, tuelewe mwezi wenyewe ni mwezi ambao ni mwezi wa kuteketeza madhambi, kama neno Ramadhani ni neno ambalo lina maana ya kuteketeza. Kwa hiyo tukisema mwezi wa Ramadhani, maana ni mwezi wa kuteketeza. Wa kuteketeza nini? Al-sharu tuhtarakul dhunub, ni mwezi ambao huteketea madhambi kwa ule ukuruba wa waja kujikurubisha kwa Mola wao kwa kufanya ibada mbalimbali. Kwa hivyo tuone ya kwamba kuna haja ya matayarisho ya kujitayarisha kuelekea katika kupokea na kutamalaki nao mwezi wa Ramadhani, ili kufuata fursa kabisa iliyomo ndani ya mwezi huu ya ibada ya somu, ibada ambayo utasikia ndimi za mashehe kupitia vyombo vya habari, madarasani, kwenye mihadhara, kuonyesha ufanisi mzuri wa kila mmoja katika kutekeleza yale ambayo awajibika yeye atekeleze, ili kwa lengo la kuchuma tunda la uchamungu ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelielezea katika ile aya, na akabainisha kwamba ndiyo lengo kuu kabisa la kuleta huu mwezi wa Ramadhani ambao umebeba ibada somu, kwa kupata waja kwa wepesi kabisa tunda la uchamungu. Yakulu Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Asema la'allakum tattaqun, asema Allah subhanahu wa ta'ala, enyi mlioamini. Aya imekuja kwa wale watu ambao wataandaa nyoyo zao na imani zao kwa ajili ya jambo hili. Kwa hivyo tunaweza tukaichukua tukasema aya imekuja khasu laysa lumum, kwa maana kwa watu maalum ambao wenye sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ajalie tuwe tumekamilisha sifa hiyo, na sisi tuingie katika mwezi wa Ramadhani na kupata faida na yale yaliyomo katika fadhila nyingi kabisa. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, mmefaradhishiwa je yenu kufunga kama ambao wamefaradhishiwa waliopita kabla yenu. Lengo la mutaalili, kama sikosei wataalamu hapo masuala ya lugha, la'allakum tattaqun, lengo na dhamira kuu ya Allah kuleta ibada hii
ya somo ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lengo ni watu kuwa wacha Mungu. Kwa maana kiwango cha muda wa mwezi mmoja kwa mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala amekiwekea utoshelezo. Iwapo performance ya mja itakuwa ni nzuri katika uwajibikaji wa kuamudu yeye, basi hakuna wasiwasi, tunda la ucha Mungu litapatikana. Na ndiyo lengo kuu. Lengo kuu hilo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala apate kuwasamehe waja wake madhambi ili wafike salama siku ya malipo, na vile vile wapate hidayah ya kupata mlango wa Rayyan, mlango ambao ni mahsusi kwa watu waliowajibika katika kiwango kizuri ya funga. Kwa hiyo tuelewe kwamba tunajitayarisha katika kuteketeza madhambi yetu ya miezi 11 iliyopita. Kuna mshairi mmoja asema kuonyesha mwezi wa Ramadhani, asema kwamba ata Ramadhan mazra'atul ibad, umekuja mwezi wa Ramadhani ndio makulima kwa waja. Makulima kwa maana ndio mwezi wa kufanya ibada kwa jitihada ya hali ya juu ili abakie mtu na athari njema. Akasema kwamba ata Ramadhanu mazra'atul ibad, umekuja mwezi wa Ramadhani ikiwa ndio makulima kwa waja. Faaddi huquqahu qawlan wa fi'la, tekeleza haki zake kwa maneno na vitendo. Faman zara'a hububa wa masaqaha, yoyote ambaye atalima nafaka na simwagilie maji, ta'awahu nadima yawmal hisadi, ataugua huku akijuta siku ya mavuno. Kwa maana ndio tukasema kwamba lazima kutakuwa kuna matayarisho ya mja kujitayarisha kwa ajili ya siku ya kwanza kabisa ya kuingia mwezi wa Ramadhani, kutamalaki nao ili awe tayari ameingia katika mwezi wa Ramadhani kwa ufanisi kabisa na kwa hali iliyo nzuri kabisa. Allah atujalie afya zetu zikubali kupokea mwezi wa Ramadhani, tufunge na kumaliza pasipo na kupata mushkilati wowote. Ndugu zangu wa Kiislamu, tuone kwamba jambo hili ni jambo fursa adhima ambayo kufikia mja akapata mwezi wa Ramadhani, ukamkuta mwezi wa Ramadhani yupo hai, basi asifanye mbezo wala mchezo. Ni kwamba atumie fursa ya muda mfupi ambao Allah ameweka mwezi wa Ramadhani, ama ni siku 29 au 30 kwa mujibu wa yeye mwenyewe alivyotuumba, inatosheleza ndani ya siku hizo mja akafikia kiwango kizuri kabisa cha kuepukana na adhabu ya Allah ambayo huenda labda ilikishamwelekea laiti angekufa pengine kabla ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tuone kuna sababu na kila hali ya kufunga na kujitahidi kufanya hivyo ili tufikie katika daraja nzuri kabisa, kwa sababu hayo ni mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukizingatia ndani ya ibada ya somo katika huo mwezi wa Ramadhani na mjao wa fadhila ambazo zilizomo, inamtosha mja kumweka mahala pazuri. Tukizingatia ule usiku teule, usiku wa Lailatul Qadri ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema ubora wake unalingana na miezi katika kiwango kikubalikacho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamoja na hiyo vile vile, kwa kupata fursa hii ya kusanyana hapa, tuishukuru Radio Istiqama au Sauti ya Istiqama kutukusanya hapa, tukapata alokusaidiana kupeana haya na yale. Jamati kama hii pengine kwa siku 2-3 zaidi ya mwezi wa Ramadhani au hata mwezi wa Ramadhani, pengine asingeweza mtu kusimama kwa uchache wa watu au kwa wingi watu walio hapa, basi tusingepata mas kama hii kwa katika mihadhara mbalimbali. Sisi tunazungumza katika mihadhara mbalimbali, lakini hii imekuwa ni mhadhara mkubwa kabisa wa malengo makubwa kabisa ya kuelekezana katika kheri ya ibada ya funga na kheri ya utoaji, kwa sababu atakapoambatanisha mja ibada ya somo, kufunga na kutoa, ni ibada mbili ambazo zinampa mja uwezo mkubwa na thamani mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema wama tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Kadri atakavyotoa mja chochote kile anachotoa katika njia ya kheri, basi Allah anatambua na analipa utoaji wa mja wake. Hata aliyetoa shilingi 100 humu, basi atakutajuta siku ya kiyama, si kwa majuto ya adhabu, atajuta kwa nini asiongeze zaidi ya kila alichonacho zaidi.
kutokana na kwamba thamani, kwa sababu Allah anapotoa mja kidogo Allah hulipa kingi. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikaa mbele ya maswahaba, akaja bwana mmoja anangamia mkononi, kankamata hatamu hivi. Masimulizi haya anasimulia Abi Mas'ud al-Ansari, asema jaa rajulu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam binaqati mahtuma, alikuja mtu mbele ya Mtume na ngamia ambaye kankamata hatamu. Faqala, akasema yule bwana, ya Rasulullah, hadhihi naqa, ewe mjumbe wa Allah, ngamia huyu fi sabilillahi, namtoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ina maana anatoa sadaka ngamia bwana huyu. Je, tukiangalia sisi pesa zote tulizochangia tumenunua ngamia? Hizi tulizotoa ukumi wote huu zatimia thamani ya ngamia mmoja? Hazitimii. Basi mwenzetu mmoja tu kenda kwa Allah, kwa Mtume sallallahu akamwambia ngamia huyu ni kwa ajili ya Allah. Faqala Rasulullah, Mtume wa Allah naye akasema laka biha yawm alqiyama, una wewe siku ya kiyama kupitia ngamia huyu mmoja 700 naqa, una ngamia 700 thamani yake ile ambayo utakuta siku ya kiyama, thamani ya ngamia 700, yani thawabu zake za ngamia 700 kulluha makhtuma, wote watakuwa na khatamu. Yani ni fadhila kubwa atakazozipata mja kwa sababu ya kidogo alichokitoa na kupata kingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tutoe na wala tusifanye ubakhili. Wala tulqu biaidikum ila tahaluka, Allah subhanahu wa ta'ala asema msiingize mikono yenu katika maangamizo. Baadhi ya wafasiri wamesema kuingiza mikono katika maangamizo asema man'u al-infaq, kuzuia kutoa. Yani anapoacha mtu kutoa kwa ajili ya Allah, ina maana mikono yake anaangamiza katika maangamizo, yani anaingiza nafsi yake katika maangamizo, kwa sababu sifa au kwa sababu fadhila za kutoa zina faida mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa faida za kutoa, sadaka ndiyo ambayo itamwekea mazingira mazuri siku ya kiyama mja ya kupata kivuli, siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile Allah akatambia katika kutuhimiza kutoa, akasema wala taj'alu yadaka maghlulata ila unqik, wala usijalie mikono yako ukaifunga shingoni, yani usijalie mikono yake kwa shingoni, usiweke mikono yake hivi. Wafasiri wote wasema yani usiache kutoa, kwa sababu kuacha kutoa ni kwamba umekunja mikono yako na kuweka shingoni, hayanyoki yakaleta manufaa, isipokuwa yamejikunja, hayana manufaa ya aina yoyote. Ndugu zangu wa Kiislamu, tutoeni kwa wingi kabisa. Na tumeona hapa kadiri ya mchakato unapokwenda, akina mama wanakuwa wako mbele, sijui kwa sababu ya wingi wao au kwa sababu ya agizo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallam alitoa ujumbe miongoni mwa moja katika siku zaidi, alikuwa na ujumbe maalum kwa wanawake. Alipomaliza Mtume sallam kuzungumza katika swala ya Eid, kuhutubia Eid, alitoa ujumbe akasema, ya nisaul mu'minat, ewe wanawake wa Kiislamu, tasaddaqna, toeni sadaka kwa wingi, fa inni ra'aytukuna akthar minkuna min ahli nar, kwa sababu nimeona wengi wenu ni katika watu wa motoni. Amesema Mtume sana hayo kwa lengo la kushajihisha kina mama kutoa. Akasema tasaddaqna walau bihuluyikuna, toeni hata kama mapambo yenu hapa, hata kama si fedha ulionayo kipo chini, basi waweza ukatoa hata pete ya dhahabu, waweza ukavua hirini moja ukatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo nyingine ukaenda kufurisha kwa sonara, ikawa ka sampuli nyingine, au ukafua kitu kingine. Lakini alimradi jambo la kutoa halitamalaki na kutoa noti tu peke yake, walau bihuluyikuna, hata kama ni mapambo yenu. Kwa hivyo twahimizwa kutoa, na vile vile jitihada kubwa kabisa baada ya kutoa, nikirejea kule kule kwenye kauli mbiu ya ibada ya funga. Swala la funga lina adabu zake, wakati hauruhusu, lakini twapeana kidogo kwamba tuchunge adabu za funga ili tupate dhamira na malengo ya hii ibada kutufikisha sisi. Tuache maneno machafu, mambo ambayo hatumudu kuyaacha, maneno machafu, usengenyi. Kuna kisa kilitokea katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kuna mama fulani walifunga ibada ya somu. Hii tuonyesha kwamba tuwe na adabu wakati wa funga. Adabu za funga zinamjenga Muislamu, akimaliza ule mwezi wa Ramadhani awe ameathirika na adabu zile, ina maana asirejee katika yale ambayo yatamletea uchafuzi wa ibada zake na kumchafua ule uchamungu wake. Kuna hadithi, kuna kisa kilitokea katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema kwamba Abu Huraira asema anna mraatani fi zamani rasulillahi swamata, hakika anna mraataini fi zamani rasulillah, hakika ya wanawake wawili katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam swamata, walifunga. Wanawake hawa walikuwa wamefunga. Wa anna rajula, na kwamba hakika ya mtu alikwenda kwa Mtume baada ya kutokea hali mbaya kwa wale wanawake wawili ambao wamefunga, ili wageukia hali mchana wa Ramadhani wakaonekana wako hali ya taabani sana, taabani ya ajabu kabisa. Sasa huyu bwana akachukua hatua kwenda kwa Mtume sallallahu, akamwambia ya Rasulullah, inna hahuna mraataini swamata kadata antamutani. Akamwambia ya Rasulullah, hakika hapa mtaani kuna wanawake wawili wamefunga hivi sasa, kutokana na hali yao ya Ramadhani ilivyowabana wanakaribia kupoteza maisha. Mtume akanyamaza, akaendelea kuzungumza na ile mada aliyokuwa nayo, akampuuza yule bwana. Yule bwana akarejea kule tena, kuelekea kule hali inazidi kuwa mbaya za kina mama wale. Akarejea tena kwa Mtume sala, akamwambia ya Rasulullah, innahuma qadata antamutani, hivi sasa wale wawili mabinti wanakaribia kufa. Mtume akaagizia, akasema, akaagizia aletewe wale watu. Akaletewa watu wawili wale. Alipoletewa akaagizia beseni, akazungumza, akasema kwamba akaagizia lete mmoja wao. Akapelekwa mmoja wao mbele katika hali ngumu kabisa. Faqala Rasulullah laha, akasema Mtume sala kumwambia yule mwanamke, qai biidhnillah, akamwambia tapika kwa idhini ya Allah. Faqaati dama walqaihu, akatapika yule mwanamke damu, walqaihu wa qit'atu min al-luhum, na vipande vya nyama, hata nisfu al-qadhi, mpaka nusu ya beseni. Fajia ukhra, akaletwa wa pili, akamwambia tena Mtume kama alivyomwambia kwanza, qai biidhnillah, tapika kwa idhini ya Allah. Faqaati dama walqaiha walluhuma, akatapika vipande vya nyama, usaha na damu, hata malatil qadhi, mpaka akalijaza beseni. Faqala Rasulullah, Mtume akasema, innahuma kana samata, hawa kana tasama, walikuwa wamefunga, wakana takulani luhuma nas, lakini walikuwa wanakula nyama za watu. Nikizingatia kwamba usengei ni miongoni mwa mambo ambayo yanavuruga na kuharibu kiwango kikubwa cha funga ya mja, na ni mambo ambayo baadhi ya watu waliozoea ni vigumu sana kuliacha jambo hili. Kwa hivyo ndugu zangu wa Kiislamu, pamoja na haya, kwa uchache kabisa, inshallah Allah athibitishe katika nyoyo zetu tupate kuingia katika mwezi wa Ramadhani katika hali ya afya, na vile vile Allah katika sadaka zetu azijazie katika hasanati zetu siku ya kiyama inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.